Mimi hivi nimeshauriana na ndugu zangu, lakini sisi wakati kanisa linajengwa, pengine ilikuwa chini ya mchungaji Njama, alikuja kusimamia kaka yangu Davis Mosha hapa, akaendesha harambee moja. Sijui ile harambee ilikuwa ni ya kwanza au ni ya pili au nini, lakini ilipelekea ile jengo likawa kama lilivyo. Siku hiyo hata mimi niliandikwa, lakini sikuwepo, nilikuwa nje ya nchi. Lakini Davis Mosha alishanifundisha, akaniambia kama nataka niwe kama yeye, nifuate nyayo zake. Akaniambia ninapokanyaga na mimi nikanyage, akikanyaga na mimi nikanyage, lakini nikanyage kwa tahadhari. Bwana asifiwe. Kwa kuwa niliambia hivyo, na hii hadithi niliwaeleza ndugu zangu kabla tujaja kwa kanisani, nikawaambia kwa sababu marehemu kwa mujibu wa Biblia, Mungu alituruhusu tuishi miaka 120. Iko kwenye kitabu cha Mwanzo. Na akasema hata shindana tena na binadamu miaka 120. Kwa hiyo tukichukua ile miaka 120 tukitoa hii miaka iliyoishi Samuel, tunaamini angefanya jambo hapa kama alimfanya Davis Mosha. Kwa kuwa hayupo, sisi tunasema, na kwa kuwa jimbo yuko hapa na ametuheshimisha, kwa nini sisi tusimheshimishe? Bwana asifiwe. Kwa kuwa jimbo kuja kwako hapa haikuwa kazi bure. Tunajua leo mafuta yamepanda bei, pengine jana, pengine umeingia gharama kubwa na muda, umeacha kikao, umeacha watu wengine, na kwa hiyo kikao unachokelesha kuwa jimbo kinakuwa kikao cha wachungaji, na ni kikao kinachoheshimiwa sana, lakini amekiacha kwa sababu yetu. Sasa baba mchungaji, sisi familia ya Macha hatusemi kwa niaba marehemu, ila tunafanya kwa niaba ile miaka aliyoiacha. Tutaacha shilingi milioni 100. Bwana asifiwe. Hii milioni 100 kama wakipenda kutoa akaunti leo, tutazingiza kesho. Lakini Bwana asifiwe. Lakini tunafuata zile nyayo alipokanyaga Davis Mosha. Kwa hiyo Bwana Davis Mosha, tunazikanyaga zile nyayo zako kwa tahadhari. Bwana asifiwe sana.